Na kusomea hadithi kutoka katika mkusanyo wa hadithi za Sahih Muslim, hadithi namba 315A. Hadithi hii ni ndefu, lakini nitakwenda katika kipengele cha mwisho katika hii hadithi, kwa sababu katika hii hadithi ni mazungumzo baina ya Muhammad na mmoja wa wale walimu wa Kiyahudi. Nitakwenda katika ile sehemu ya mwisho, theluthi ya mwisho ya hadithi, na ningekushauri upate nafasi uisome kwa wakati. Lakini nitakwenda kwa muhimu, kwa ninachotaka kufundisha leo na kukuonyesha leo kipo katika sehemu ya mwisho ya hii hadithi. Nasema hivi, Thauban, hii imehadithiwa na Thauban. Huyu Thauban alikuwa mmojawapo wa watumwa wa Muhammad. Naam, nafikiri kwa hiyo mbele kwa fahamu, Muhammad alimiliki watumwa, alinunua watumwa na kuuza watumwa pia. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye biashara ya utumwa kwa kitu cha kawaida. Kwa huyu Thauban alikuwa mmojawapo wa watumwa wake, lakini Muhammad alikuja akampa uhuru huyu. Ile lazima tuliseme. Kwa hiyo Thauban aliyekuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu alisema, nilipokuwa nimesimama kando ya mtumwa Mwenyezi Mungu, mmoja wa walimu wa Yahudi alikuja na kusema, nimekuja kukuuliza jambo ambalo hakuna mtu duniani anayejua isipokuwa mtume au mtu mmoja au wawili walioko karibu naye. Anaendelea. Muhammad akamjibu, je, laweza kukufaa ikiwa nitakujibu hilo? Huyu Myahudi akasema, nitalisikiliza hilo. Kisha huyu Myahudi akasema, nimekuja kukuuliza kuhusu mtoto. Muhammad akasema, manii ya uzazi ya mwanaume ni meupe na yale ya mwanamke ni manjano. Na wanapojamiiana, manii ya mwanaume yanapotangulia yale ya mwanamke, basi anapatikana mtoto wa kiume kwa kudra za Allah. Na manii ya kike yanapotangulia yale ya kiume, basi anapatikana mtoto wa kike kwa kudra za Allah. Myahudi akasema, ulichokisema ni kweli, hakika wewe ni nabii. Kisha akaenda zake. Mtume Mwenyezi Mungu akasema, aliniuliza jambo nilokuwa silijui mpaka Allah aliponipa kulijua. Mambo kadhaa katika hadithi hii tunaona Muhammad anachokifundisha hapa, au anachomjibu huyu mwalimu wa Kiyahudi, kwamba mwanamke na mwanamume wanapojamiiana, mwanamume anatoa manii meupe na mwanamke anatoa manii ya njano. Hapa kwanza kabisa Muhammad katika karne ya 7 anakuja na nadharia ambao kisayansi kwa sisi wa karne ya 21 tunajua kabisa kuna yakini hapa, kuna tatizo. Kwa sababu jambo analolifundisha hapa kwanza linakinzana na sayansi iliyokuwepo. Na anachosema hapa Muhammad ni kwamba ikiwa katika kujamiana huku mwanamume akatoka manii kwanza, mtoto atazaliwa wa kiume. Lakini ikiwa mwanamke atatoka haya manii aliyoita ya njano, mtoto atakuwa wa kike. Hii ni sayansi ya karne ya 7 ambayo leo hii haisimami kamwe katika sayansi iliyoko karne 21, kwa sababu sayansi imegundua mambo mengi. Kwa mfano, kwa mujibu wa uthibitisho wa kisayansi ni kwamba anayeamua mtoto awe wa kike wa kiume ni baba. Kwenye yai la kike kuna chromosome 2 zote za X. Katika manii ya mwanamume kuna mbegu ambazo zinafahamika kama sperm, zile ambazo aidha zinabeba chromosome za X au Y. Kama nilivyokuambia, katika mwanamke lile yai la mwanamke linabeba chromosome za X peke yake. Na mwanamume katika zile mbegu zake za uzazi kuna kwa aidha zina chromosome za X au Y. Hizi mbegu za kiume zinapokutana na lile yai la kike, au na kawaida huwa ni mbegu moja tu inaweza kulirudisha lile yai la kike. Na kama hii mbegu ya kiume yenye chromosome X ikakutana na lile yai ambao nalo pia lina chromosome X, mtoto anakuwa wa kike. Mbegu ya kiume yenye chromosome Y inapokutana na ile yai la kike ambalo siku zote linakuwa na chromosome X, huyu mtoto anakuwa na chromosome X na Y, huyu mtoto anakuwa ni wa kiume. Kwa hiyo suala la tunasema mtoto huyu kuwa wa kike au wa kiume liko kwa mwanamume, halipo kwa mwanamke asilani. Hii ndio sayansi ilivyo na uvumbuzi ulivyo.
Kinachotoka kwa mwanamke ni uteute tu, hauna nafasi yoyote katika kuleta uzazi. Sana sana ule ute unaotoka ambao Muhammad alisema hii ni manii ya njano, kazi yake ni katika kuleta ulainishi katika tendo la ndoa, halina nafasi yoyote katika uzazi, au nikimaanisha kwamba mtoto awe wa kike au kiume, hakuna nafasi. Ni ile yai ambalo linatoka mara moja kwa mwezi, ambalo yai hili linadumu ndani ya masaa 72 tunakufa. Sasa Muhammad anachokuja kukifundisha hapa ni upuzi mtupu. Hakuna uthibitisho wote wa kisayansi. Hizi zilikuwa ni imani za watu wa karne ya 7 na kurudi nyuma huko, ambazo hazina ukweli wowote. Lakini Muhammad anasema hili jambo yeye hakulijua, Allah ndo akamfunulia. Maana yake ni kwamba leo hii Muhammad angeingia katika darasa la biolojia na taarifa kama hii, hakika angepata F. Hakuna mwanasayansi wote makini duniani sasa hivi ambaye anakubali hadithi hii kwamba ina uzito wote au inakubalika katika kisayansi. Lakini kumbuka Muhammad huyu ndio anayesema kwamba ukienda kwa mfano katika Sahih Bukhari hadithi namba 3320, ndio huyu anayesema kwamba nzi akianguka katika kinywaji chako mtumbukize wote mkamilifu, kwa sababu katika bawa lake moja kuna maradhi, bawa lake jingine lina uponyaji. Na Muhammad huyu ukisoma katika hadithi ya Sunan Abi Daud namba 4002 anasema jua linazama katika bwawa la maji moto au chemchemi ya moto ya maji moto. Tunajua dunia inazunguka katika muhimili wake, jua liko mamilioni ya kilomita. Lakini Muhammad huyu anamwambia mojawapo masaba yake kwamba jua linazama katika chemchemi ya maji moto na linakwenda kule linasujudu chini ya kiti cha Allah mpaka linapopewa ruhusa siku ya pili kuchomoka hapo kutoka katika lile bwawa lilozamia pale jioni. Muhammad huyu anakuja na wahai katika sura ya 86 aya ya 5 mpaka ya 7 inayosema kwamba haya manii ya mwanamume yanatoka katikati ya mbavu na uti wa mgongo. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye sayansi kwake ilikuwa sifuri kabisa. Nikuulize wewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa mtu huyu hawezi kuaminika katika uelewa wake na upeo wake kwa kisayansi, vipi ukabidhi roho yake au hatima ya maisha yako ya baadaye baada ya mwili huu kwake? Au iweje mafundisho yake yaweze kufuatwa, ambao hatima ya roho yako yenye thamani kuu yaweza kuwa? Hakika kama huwezi kumsadiki katika mambo madogo kama haya ya kisayansi, na kusihi usikubali kufuata mafundisho ya huyu Muhammad, kwa sababu kama katika sayansi ni makosa makubwa kiasi hichi, hakika kiroho hataki kufuata, anakupeleka mpabaya zaidi. Mungu akusaidia sana.